Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jina langu ni Brightness Boniface, ni mwanafunzi wa darasa la 7 katika shule ya msingi Nyakurunduma. Pia ni dada mkuu mstaafu katika shule hii. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwako wewe mgeni rasmi. Pamoja na kwamba nilivyokusikiliza kipindi unahutubia, inaonyesha kwamba wewe ni baba mzuri, baba ambaye unajali, baba ambaye unahitaji kila mtoto wa wilaya ya Nyamagana ukiona akiwa na maendeleo mazuri katika taifa letu. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Diwani wa kata ya Mkuyuni, Mheshimiwa Richard Sebastian Masesa, kwa kutupatia sisi wanafunzi wa shule ya msingi Nyakurunduma madawati ambayo yatachochea kuongeza bidii katika masomo yetu na kuleta ufaulu mzuri katika shule ya msingi Nyakurunduma. Sisi kama wanafunzi wa shule ya msingi Nyakurunduma tunatoa shukrani za dhati kwa kushirikiana na wazazi pamoja na walimu wa shule ya msingi Nyakurunduma, na pia tunahakikishia kuwa tutasoma kwa bidii ili tuweze kufikia malengo yetu na kuleta maendeleo endelevu, maendeleo chanya katika taifa letu la Tanzania. Bado kuna changamoto ambazo zinakwamisha maendeleo yetu sisi kama wanafunzi. Changamoto kubwa ni kutokuwa na maji ya kutosha katika vyoo vyetu. Hiyo inachochea kusababisha magonjwa mbalimbali kwetu sisi wanafunzi, kama wakati wa kwenda kufanya usafi. Natumaini wazazi wote mmeshuhudia vyoo vilikuwa vichafu sana. Hapo kwa wanafunzi wa darasa la 7, darasa la 6, darasa la 5 na darasa la 4 kidogo wamefika kwenye umri ambao mtoto anatoka kwenye umri wa utoto kwenda umri wa ujana. Kwa hiyo anahitaji maji pale ambapo anaingia kwenye huo umri ghafla. Anaweza akatumia maji kwa ajili ya kujisaidia, lakini pia tunahitaji maji kwa ajili ya kunywa. Mtoto anahitaji maji ili aweze kunywa. Pia anapoenda chooni kujisaidia anahitaji maji. Kwa sababu shule yetu ina uhaba wa maji, hiyo inasababisha wanafunzi kujisaidia ovyo, kujisaidia maeneo ambayo sio sahihi, lakini pia inasababisha kuongeza magonjwa katika shule yetu. Ndugu mgeni rasmi, tunakuomba utusaidie kutatua baadhi ya changamoto. Hata kama ukitusaidia kwa 70%, wazazi wanao uwezo wa kusaidia kwa 30% zilizobaki. Ndugu mgeni rasmi, endapo utatutimizia hayo, tunahakikisha lakini pia tunaahidi kuleta matokeo mazuri sisi darasa la 7, lakini pia darasa la 4 kwa matokeo ya mwaka 2026. Pia tunaahidi kusoma kwa bidii ili tuweze kuwa viongozi bora kama wewe, tuweze kuwa viongozi bora kama Rais Samia, tuweze kuwa viongozi bora kama makamu wa rais, tuweze kuwa viongozi bora kama waziri mkuu, pia tuweze kuwa viongozi bora kama spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia ninakushukuru kwa kuja kuzungumzia changamoto zetu na kutoa maagizo kwamba tunatakiwa kupatiwa madawati na mahitaji mengine kama kuongezewa madarasa katika shule hii. Tunaahidi tutatimiza na tutasoma kwa bidii ili kuleta maendeleo ya taifa letu. Mimi binafsi nimekoshwa kwa ujasiri alionao, anapojieleza bila kutetereka. Pongezi kubwa sana kwa wazazi, lakini pongezi kubwa sana kwa walimu. Watoto wetu wengi tunawafundisha ufaulu, lakini hatuwafundishi kuwa na ujasiri wa kuzungumza. Madawati tumeshatoa maelekezo, serikali italeta, lakini swala la maji kwa kipindi hiki Daktari Samia bado anaendelea na kazi. Chanzo cha maji Mtimba ulienda, lakini ulisikia wamefungua chanzo cha maji, ndio. Lakini baada ya kuzindua chanzo cha maji, kuna mabomba kwenye mitaa yanapita meusi yanatandazwa chini, unayaona. Kwa hiyo maji yanakuja. Matenki bado yanajengwa. Juzi Mheshimiwa Waziri Mkuu alitoka kwa kujenga matenki, lakini baadaye wakishatengeneza ule miundombinu ya maji yatakuwa ni historia. Ni kama jinsi ulikuwa na umeme katika Daktari Samia Suluhu Hassan akaleta fedha, tukajenga bwawa la Mwalimu Nyerere. Sasa hivi umeme ukikatika ujue tunapunguza ile au kuna transformer imelipuka, lakini baadaye kutengeneza umeme kwa uhakika. Sawa? Kwa matumaini yangu kwamba utaendelea kuelewa na kwamba hili la maji tumelibeba. Kipindi wanaendelea na miundombinu ya maji, lakini vile vile serikali ilete sasa mbadala wa hilo tatizo. Kama ni kujaza kwenye matenki, kama ni kuleta kwa boza, walete ili nyinyi muweze kupata huduma ya maji na muweze kufanya vizuri. Wewe na wenzako, si ndio? Na unamwahidi utakuwa kiongozi bora kama yeye alivyo kiongozi. Basi nakushukuru sana.